Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV, karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi bwana kwa muda huu tumeona tudile na klabu ya Simba. Na kwenye kudile na klabu ya Simba bwana, tunajua jana kulikuwa kuna dabi ya Kariakoo ambapo kulikuwa na performance bora kutoka kwa klabu ya Simba na baadhi ya mastaa wao walifanya vizuri mno. Baadhi ya mastaa hao huwezi kuliacha jina la Ino Jospin Loemba ambaye jana alichezeshwa kama mshambuliaji kivuli. Sasa baada ya kucheza katika eneo hilo amezua taswira tofauti kwa baadhi ya wachambuzi. Mmoja kati ya wachambuzi hao ni Wilson Oruma ama mzee wa Jambia, ambaye yeye alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na kiungo huyo raia wa Congo Brazzaville, na ameandika hivi Wilson Oruma: kama kiungo mshambuliaji unaweza kuwa chochote, lakini kucheza kama false 9 ni kitu kingine kabisa. Jana Ino Jospin Loemba amedhihirisha tena kwamba ni tactical cheat code, brain yake inafanya kazi kwa utofauti sana. Uwezo mkubwa wa kujua namna ya kushuka kwenye midfield au kushambulia nafasi ya mbele kuliwafanya Simba Sports Club wawe wanacheza na mtu mmoja wa ziada, yani Spearman, muda mwingi, na hili iliwaletea shida sana Yanga Afrika kwenye maeneo mengi. Hili pia ilimaanisha Anicet Oura na Libase Gay walitengenezewa mazingira mengi ya 1v1 dhidi ya Shaba pamoja na Isla, wakati viungo wa club ya Young Africans wakijaribu kutafuta majibu ya tatizo lililoitwa Ino Jospin Loemba. Going forward, nafikiri Simba Sports Club watamalizana tu na Clatous Chota Chama msimu huu, kwa sababu anachoweza kutoa yeye Ino Loemba anaweza kutoa na ziada kwa sababu ya umri. Nafasi ya Chama, Simba watafute striker wa maana. Ilikuwa ni tactical masterclass kutoka kwa engineer Steve Barker, lakini kwa mara nyingine tena Simba Sports Club hawezi kumfunga Yanga Afrika kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo wao. Huyo ni Wilson Oruma akiwa anajaribu kuishauri klabu ya Simba kuhusiana na Ino Jospin Loemba kwamba hakuna haja sasa ya kuendelea kuwa na Clatous Chota Chama kwa sababu mbadala wake amepatikana, na nafasi ya Clatous Chota Chama pengine anatakiwa kusajiliwa mshambuliaji hatari zaidi. Sasa wewe pia unaweza kaacha maoni yako hapo kuhusiana na mtazamo huo wa Wilson Oruma, lakini wakati unafanya hivyo usisahau PMBet bwana wameona casino hakuna haja ya kuifuata pale ambapo ipo, bali yenyewe inakufuata mikononi mwako, na hii ni baada ya kupitia website yao ya pmbet.co.tz kuanzisha michezo ya kasino, ambako huko unaweza kujishindia pesa, lakini pia unaweza kujishindia magari ya kifahari kama Toyota Harrier pamoja na gari aina ya Zetwa. Unachotakiwa kufanya ni kufanya bashiri zako kwenye michezo ya kasino kuanzia mzungusho wa shilingi 500 na kuendelea, ili kuhakikisha unaingia kwenye draw hiyo ambao ni ya kila siku. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.